Hakika umeshakweli kusikia kuhusu kuishi maisha ya anasa na ustadi. Basi ndivyo Barack Obama alivyofanya aliponunua majumba ya kifahari huko Martha's Vineyard na Oklahoma. Fikiria kuingia ndani ya majumba hayo, vyumba vyenye vitanda laini kama vile unalala kwenye mlima wa marshmallows uliofunikwa kwa poda ya dhahabu. Jikoni na sehemu ya kulia yenye mwanga mkubwa inakaribisha wakati wa kujumuika na kufurahia vyakula vya kifahari. Ni kwamba una Gordon Ramsay kwa matumizi yako, lakini bila kelele au hatari ya kuitwa sandwich isiyofurahisha. Taswira kutembea pwani ya Martha's Vineyard ambapo upepo wa baharini unapapasa ngozi yako. Katika majumba haya, kila kipengele kinasimulisha hadithi, kila wimbi linaimba wimbo wa mila, na kila machweo ya jua hutoa uzoefu wa likizo wa kukumbukwa. Nifuate wakati tunachunguza kwa undani zaidi Mansion Martha's Vineyard. Iko katika kimbilio hiki cha kisiwa cha kihistoria. Kuna makazi ya kuvutia ya rais wa zamani Barack Obama na familia yake, mahali panapotamaniwa sana na watajiri. Martha's Vineyard ni kisiwa kinachowakilisha upekee na kimbilio kwa matajiri na wenye ushawishi. Mwaka 2020, kwa thamani ya kushangaza ya $11.85 milioni, Barack Obama, rais wa 44 wa Marekani, na mkewe Michelle walithibitisha kununua paradiso huko Martha's Vineyard. Ununuzi huu haukuwa tu mabadiliko ya makazi kwa familia ya Obama, lakini ilikuwa tukio muhimu lililovutia umakini na mshangao wa umma. Mansion hii ni mfano wa mali ya kifahari inayochanganya urembo na faragha, na kuwa kielelezo cha maisha baada ya urais wa moja ya watu wa kisiasa wanaoadmiriwa zaidi katika historia ya hivi karibuni. Thamani ya mali hii nzuri, ambayo inaweza kuonekana kuwa ya juu sana kwa raia wa kawaida, ilionekana kuwa ya haki kwa mtu aliyekuwa katika nafasi ya juu zaidi ya nchi kwa miaka 4. Hata hivyo, bei haikuwa pekee kipengele kilichovutia. Kama sehemu ya ununuzi, thamani ya $235,000 ilitengwa kwa Martha's Vineyard Land Bank. Taasisi hii inayotambuliwa kwa jitihada zake za kulinda maslahi ya umma na kuhifadhi uadilifu wa mazingira wa eneo hilo, ilipokea malipo yanayohusiana na ada ya uhamisho wa 2%, ambayo ni kawaida katika miamala ya mali isiyohamishika kwenye kisiwa. Wakati wa kukutana na makazi ya Obama huko Martha's Vineyard, taswira ya kwanza inayojitokeza ni ukarimu wa usanifu wa nje. Mali hiyo ilibuniwa na msanifu maarufu Taylor Lombardo na kujengwa na John Early, mjenzi mwenye sifa kubwa za kienyeji. Uso wa nyumba hiyo ni bila shaka mfano bora wa ufundi wa kawaida wa New England. Ilijengwa mwaka wa 2003. Nyumba hiyo ina mwonekano wa kisasa wa mtindo wa kitamaduni wa shamba la mizabibu na paa la rangi ya kijivu ambalo linalingana kikamilifu na mazingira ya pwani. Mambo ya ndani yanaonyesha nia ya kunda nafasi inayolenga kukutana burudani na utulivu. Jikoni kubwa hufanya kazi kama kiini cha nyumba, ikiwa na vifaa vya hali ya juu, kabati nyeupe zilizundwa maalum na kaunta za mawe asili. Ni mandhari bora kwa wale wanaopenda sanaa ya upishi, ikitoa nafasi pana ya kuandaa vyakula vya hali ya juu au kukaribisha wageni katika hafla maalum. Kando ya jikoni, chumba cha kulia hicho kinachanganya ukuu na karibu. Meza kubwa inachukua katikati ya mazingira, ikizungukwa na viti vyenye kuvutia, vyote vikiangaziwa na mwanga wa asili unaopitia madirisha makubwa. Funguo hizi sio tu zinatoa mwanga kwa nafasi, lakini pia zinaonyesha maono ya kuvutia ya ghuba na kufanya kila chakula kuwa wakati wa kukumbukwa. Chumba cha kuishi ni usawa wa starehe na kifahari. Sofa zenye kuvutia zinahakikisha burudani, wakati mishumaa ya mawe inaongeza urembo wa kienyeji na kuunda mazingira yenye kuvutia. Maelezo ya usanifu kama vile dari zenye masanduku na kazi za ujenzi wa kipekee yanaboresha mazingira na kuipa nyumba hiyo utambulisho na umoja wa kipekee. Maelezo haya siyo ya kisanii tu, yanaonyesha umakini wa kubuni na ufundi, yanadhihirisha juhudi iliyowekwa katika kila kipengele cha nafasi hiyo. Katika maeneo kuu ya kukutania, nyumba ya Martha's Vineyard ya Obama inafunua asili yake ya kweli zaidi. Makazi yaliundwa si tu kuvutia, bali pia kwa ajili ya kuishi, ambapo kila kipengele, kutoka mpangilio hadi mwisho wa mambo, huchaguliwa kwa uangalifu ili kuunda mazingira ya kufurahisha na ya kukaribisha. Zaidi ya kiini cha kijamii cha
katika nyumba hiyo kuna vyumba vya faragha vya kweli vya utulivu. Mali hiyo ina vyumba 7, vyote vilivyofikiriwa kuwa makimbilio ya amani. Kuna umakini wa chumba cha kuogelea kiku katika rangi za neutral, nafasi pana ambayo inatoa mafarakano ya utulivu kwa paleti yake ya rangi laini. Mazingira hayo yanatoa utulivu, huku madirisha makubwa yakifunua matazamo wa kuvutia wa bahari na kuwaruhusu wakaaji kuamka kwa mazingira ya mawimbi yakibusiana kwa upole na pwani. Bafu ya chumba cha kuogelea kiku pia ni ya kuvutia, ikiwa na vifaa vya kifahari na mazingira yanayofanana na spa. Hapa inawezekana kufurahia bafu ya kuzama au ya kuoga ya kioo iliyozungukwa na mawe na tiles zinazosaidia mazingira ya utulivu na ya kisasa ya chumba cha kuogelea. Maeneo yaliyohifadhiwa kwa ajili ya marafiki na familia pia yanavutia. Kila chumba cha wageni kimepambwa kwa kuzingatia faraja na mtindo na kutoa vitanda vya kukaribisha kwa ajili ya usingizi wa kufurahisha na bafu za faragha zinazohakikisha urahisi na faragha. Nafasi hizi sio tu vyumba vya kulala, ni makimbilio ya kweli ya kupumzika, kufikiria na kujisikia kama nyumbani. Nje ya nyumba hiyo kuna eneo kubwa la kijani lililopangwa kwa umakini ili kufanana na uzuri wa asili wa kisiwa hicho. Mazingira hayo yanene kama zulia la kijani, yakiwaongoza hadi maji ya utulivu ya bwawa. Katika mazingira hayo, Obama wanapata ufikiaji wa moja kwa mapumziko ya utulivu yaliyosaidiwa na mashua ya kuvutia inayokumbusha urithi wa bahari wa eneo hilo. Mbali na bwawa, mali hiyo ina mstari wa pwani wa kipekee ukihakikisha haki juu ya sehemu ya mchanga kando ya bahari ya Atlantiki. Ufikiaji huu wa kipekee sio tu ishara ya anasa, bali ni mlango wa kuingia kwenye mwendo wa utulivu wa mawimbi na upepo mwepesi unaotoka baharini. Ni mandhari kamili ya kushuhudia mapambazuko na machweo ya kuvutia ambayo hubadilisha anga kuwa ubao wa rangi zinazoakisi kina cha bahari. Mandhari ya Obama Estate yanazidi uzuri wa kuona. Inajenga patakatifu linaloshika kini cha Martha's Vineyard kama kimbilio la utulivu, faragha na uzuri wa asili. Martha's Vineyard, lulu kwenye pwani ya Massachusetts, sio tu mahali pa kupumzika kwa wanaotafuta burudani, bali ni mchanganyiko wa tamaduni za kipekee na historia tajiri. Hapa kila undani lina hadithi, kila wimbi linabeba jadi, na kila machweo hutoa tajriba ya likizo ya kukumbukwa. Tamasha za kitamaduni za Martha's Vineyard ni sherehe za kuvutia. Tamasha maarufu ya filamu ya Martha's Vineyard huwakusanya wapenzi na waundaji wa filamu kusherehekea sanaa ya kusimulia hadithi kupitia lenzi. Tukio hilo ni chungu cha mawazo na uvumbuzi, ambapo nguvu ya filamu hutumiwa kuchunguza, kuhoji na kuwahamasisha. Martha's Vineyard sio tu eneo la kufika, ni makumbusho hai patakatifu la kitamaduni ambapo historia huhifadhiwa na sanaa hushamiri. Ni kisiwa ambapo zamani hutukuzwa, sasa hivi husherehekewa, na wakati ujao hundwa na jamii yake ya ubunifu. Kwa wale wanaopenda uhusiano wa karibu zaidi na maji, kayaki na paddleboarding hutoa tajriba ya karibu na mazingira ya maji ya kisiwa hicho. Waendesha kayaki wanaweza kuteleza kwenye fukwe na ghuba zilizo na utulivu, kila mwendo ukiwa ni kipigo cha amani. Maduka mbalimbali ya kukodisha kwenye kisiwa hutoa vifaa vyote vinavyohitajika na kufanya iwe rahisi kwa wageni kuanza safari zao za baharini. Martha's Vineyard ina aina mbalimbali za mabwawa, kila moja ikiwa na utambulisho wake wa kipekee na uzuri wake. South Beach, inayojulikana kwa mawimbi yake yenye nguvu, ni maarufu kati ya wanaosurf, wakati maji ya utulivu ya Menemsha Beach ni bora kwa familia. Sehemu za pekee za pwani ya Lobsterville hutoa makazi ya utulivu kwa wale wanaotafuta wakati wa kujifunza, wakati pwani ya Inkwell inajulikana kama alama ya kihistoria yenye utamaduni makubwa wa Kiafrika Kiamerika. Ahadi ya kisiwa cha kuhifadhi mazingira inahakikisha kwamba uzuri wake wa asili unabaki bila kuharibika kwa vizazi vijavyo. Tume ya ardhi ya Martha's Vineyard pamoja na mashirika mengine inajitolea kikamilifu kulinda mfumo wa ekolojia wa kisiwa, kuhakikisha kwamba vilima, mashamba na pwani zake zinaendelea kuwa za kuvutia kama ilivyokuwa siku zote. Martha's Vineyard inawakilisha wimbo wa kweli wa asili, mahali ambapo uzuri wa ulimwengu wa asili hauzungumzwi tu, bali unaishiwa kwa nguvu. Ni mwaliko wa kuchunguza, kupumua kwa kina na kuungana na maajabu
ajabu ambayo asili hutoa. Si ajabu kwamba Obama hawakuwa na wasiwasi kutafuta nyumba katika kipande hiki cha paradiso. Nyumba ya Kalorama, makazi ya Obama, inasimama kama ishara ya anasa na historia katika mazingira ya ushawishi na heshima. Kwa futi za mraba mali hii inazidi kuwa makazi tu. Ni heshima kwa mtindo wa usanifu wa mapema karne ya 20. Ilijengwa miaka ya 1920, enzi iliyojaa mafanikio na utamaduni. Jumba hilo limeona karibu karne moja ya mabadiliko huko Washington DC. Kuta zake zilizojengwa katika enzi ya ustawi wa usanifu zimeendelea kudumu wakati ulimwengu unapita kwa mabadiliko makubwa. Umuhimu wa kihistoria wa nyumba hiyo unasisitizwa zaidi na wakazi wake wa zamani kama Joe Lockhart, mkurugenzi wa habari wa zamani wa Bill Clinton, na mkewe Giovanna Gray Lockhart, watu ambao pia walikuwa sehemu ya mazingira ya kisiasa ya Marekani. Nia ya jumba hilo ni somo la kweli la muundo na ukarabati wake wa kitamaduni wa matofali na mawe unaoonyesha ustaarabu wa kudumu. Muonekano wa nje na madirisha yanayolingana na maelezo ya mapambo yanatufanya tuwe katika enzi ya ufundi wa hali ya juu na makini kwa kila kitu. Uzito wa nyumba hiyo unaonekana mara moja, haswa unapoangalia mlango mkuu wa kifahari uliozungukwa na nguzo za kifahari ambazo hutumika kama walinzi wa kimya wa historia tajiri iliyomo hapo. Mnamo Mei 2007, nyumba ya Kalorama ilinunuliwa na Barack Obama na mkewe Michelle kwa bei ya kushangaza ya dola za Kimarekani milioni 8.1. Uamuzi wa wanandoa huo wa kuanzisha makazi katika eneo hili unaonyesha hamu yao ya nafasi inayolinganisha faragha na urahisi. Bustani zilizotunzwa kwa makini kuzunguka mali hiyo zinaonyesha uthamini wa asili katika mazingira ya kifahari ya mjini. Ua mpana unaoweza kuchukua hadi gari 10, huenda zaidi ya utendaji, ukionyesha umakini na faragha. Mwonekano wa nyumba hiyo unachanganya kwa usawa nyasi zisizo na dosari na bustani zenye ustawi na kuunda kimbilio cha utulivu katikati ya mchanganyiko wa mji mkuu. Maeneo ya nje yalibuniwa kwa uangalifu ili kutoa maeneo ya kutafakari na kupumzika, pamoja na kuwa kamili kwa kukutana kwa karibu au hafla na watu wenye ushawishi. Uangalifu wa maelezo ya nje ni onyesho la mtindo na uangalifu uliopo katika mali yote. Eneo la nyumba hiyo huko Kalorama ni kipengele ambacho hakiwezi kudharauliwa. Kitongoji hiki, maarufu kwa nyumba zake za kihistoria na wakazi wenye uwezo wa kifedha wa juu, kwa miongo imevutia wale wanaotafuta maisha ya faragha lakini yaliyozingatia katika mji mkuu. Ni mahali ambapo wadiplomasia, wanasiasa na viongozi wa biashara hukutana. Huchangia kwa hadhi ya eneo hilo kama kitovu cha ushawishi na nguvu. Ununuzi wa nyumba hiyo na Obama mwaka 2017 kwa dola za Kimarekani milioni 8.1 unaonyesha uhusiano wake na Washington DC na shauku yake kwa urithi wa kihistoria na kitamaduni wa Kalorama. Makazi hayo leo ni ya pili yenye thamani kubwa zaidi katika kitongoji hicho, yanashindwa tu na jumba la zamani la makumbusho la nguo ambalo linamilikiwa na Jeffrey P. Bezos, mwanzilishi wa Amazon. Tunapoingia ndani ya nyumba ya Kalorama ya Obama, tunajikuta mara moja kwenye mazingira ya ndani yanayolinganisha ukuu na faragha. Kwa vyumba 8, bafu 9.5, nyumba hiyo ni mchanganyiko kamili wa urembo wa kihistoria na uanasa wa kisasa, na kutoa vifaa vinavyokidhi mapendezi ya starehe na fahari. Ukumbi mpana wa kuingilia huandaa mandhari ya makazi yote na kuwasilisha hisia ya ustawi na ukarimu. Silingi za juu na maelezo ya hali ya juu katika muundo wa fremu yanashughulikia mizizi ya jumba hilo ambayo inarudi nyuma hadi miaka ya 1920, wakati taa za kisasa na mapambo ya kisasa yanafunua nyumba ambayo imekuwa ikibadilika kwa kipindi cha miaka. Ukumbi wa kuingia unafanya kazi kama mlango wa kuingia kwa maeneo mbalimbali ya kukutania, kila moja ikisimulia hadithi yake ya muundo na kazi. Sehemu ya kukaa rasmi yenye vifaa vya hali ya juu na kazi za sanaa zilizochaguliwa kwa uangalifu inaonyesha ladha ya hali ya juu ya Obama. Katika nafasi hii, viti vya starehe vimepangwa kwa usawa karibu na mahali pa moto ambapo ni rahisi kufikiria familia ikikusanyika kwenye usiku wa baridi. Madirisha mapana yanajaza nafasi hiyo kwa mwanga wa asili, ikitoa maono ya mtaa na kuunda mazingira
mazingira ya kufurahisha na yenye mwanga. Karibu na sehemu ya kukaa, kuna eneo la kula ambalo linakabiliana na hafla rasmi na wakati wa starehe wa familia. Eneo hilo lina sifa ya meza kubwa iliyozungukwa na viti vinavyochanganya urembo wa mikutano ya kidiplomasia na starehe ya nyumbani. Taa ya kuvutia inakamilisha mandhari, ikitoa mwanga wa laini unaothamini mikutano na kuimarisha hali ya ukarimu na uhusiano. Moyo wa makazi bila shaka ni jikoni, nafasi ambayo ina usawa wa uzuri na ufanisi. Ikiwa na vifaa vya kisasa vya jikoni na benchi pana, ni ndoto ya mtu yeyote anayependa upishi. Jikoni ilikusudiwa sio tu kwa ajili ya kuandaa vyakula, bali pia kama mahali pa mikutano isiyo rasmi na mazungumzo, kwa kisiwa cha kati kinachowakaribisha familia na wageni kukusanyika. Nafasi za faragha za jumba hilo pia ni za kuvutia, na kila chumba kikiwa na mchanganyiko wa kipekee wa starehe na mtindo. Chumba cha kulala cha kimsingi ni kimbilio la anasa lenye mpangilio wa kawaida unaojumuisha eneo la kupumzika, chumba cha kuvua nguo pana na bafu ya kipekee inayoshindana na spa bora zaidi. Bafu ina bathtub ya kuvutia, kioo cha glasi na beseni mbili, yote yakiwa na mawe ya marumaru na tiles za hali ya juu. Vyumba vingine havina tofauti, kila kimoja kikiwa na bafu yake ya kipekee kuhakikisha faragha na starehe kwa familia na wageni. Makini kwa undani hujitokeza katika uteuzi wa mwisho wa kazi, ubora wa vifaa na mazingira tulivu ambayo hujaza nafasi hizi za kibinafsi. Mbali na maeneo ya kijamii, jumba hilo lina ghorofa ya chini iliyowekwa kikamilifu, ambayo ina eneo la burudani, ukumbi wa mazoezi wa kibinafsi na pishi ya divai. Kiwango hiki kimeundwa kama kitovu cha burudani kilichojitolea kwa ajili ya kupumzika na burudani. Chumba cha burudani, kwa viti vyake vya kuvutia na mfumo wa hali ya juu wa sauti na video, ni bora kwa ajili ya vipindi vya sinema au kufuatilia matukio ya michezo. Katika kila mazingira, jumba la Kalorama la Obama linawasilisha hisia ya urembo na uangalifu wa kina. Mkanganyiko wa sifa za kihistoria na urahisi wa kisasa husababisha mambo ya ndani ambayo ni wakati huo huo hayana wakati na yamebadilishwa kulingana na mtindo wa maisha ya familia ambayo, ingawa imezoea mafiduo wa umma, inathamini faragha na mapumziko zaidi ya makazi ya kawaida. Nyumba hii ni ishara ya urithi wa Obama na kiu cha maisha ya baada ya urais. Historia ya Kalorama imeunganishwa kwa undani na mazingira ya kisiasa na kijamii ya Washington, D.C. Tangu mwanzo wa karne ya 20, kitongoji hicho kimekuwa anwani inayopendwa zaidi ya marais, madiplomasia na watu mashuhuri wenye ushawishi. Umuhimu wa mkoa huo ulipata umaarufu wakati Woodrow Wilson alipochagua kukaa hapa baada ya muda wake wa utawala na kuifanya kuwa mahali pa wale ambao wameunda historia ya nchi. Usanifu wa kitongoji hicho ni rekodi ya kona ya utajiri na nguvu ya Amerika, na makazi ambayo hutofautiana kutoka kwa mitindo ya Beaux-Arts hadi Georgian na Tudor. Majengo haya si makazi ya kawaida, bali ni alama za kweli ambazo zinaelezea hadithi za nyakati ambazo zilijengwa, kila moja ikichangia kwenye mchanganyiko tajiri wa usanifu wa wilaya. Umuhimu wa kitamaduni wa Kalorama unaimarishwa na balozi na misheni za kidiplomasia ambazo zimejikita hapo. Uwepo huu wa kimataifa umebadilisha kitongoji hicho kuwa mahali pa kukutana kwa kitamaduni, ambapo masuala ya kimataifa na utamaduni mbalimbali huingilia na kila siku. Balozi ambazo mara nyingi zimewekwa katika majengo ya kihistoria hufanya matukio ambayo huwakusanya wakuu kutoka duniani kote na wasomi wa Washington, na kuongeza uzuri wa kimataifa wa mkoa huo. Umuhimu wa kisiasa wa Kalorama hauna shaka. Kitongoji hiki ni kitovu cha nguvu ambapo maamuzi muhimu yanayoathiri nchi na dunia yanachukuliwa katika mikutano ya siri. Wakazi wake huwa na nafasi muhimu katika taasisi za kufanya utafiti za serikali na makampuni ya ulobi, na hivyo kuimarisha ushawishi wao. Mkusanyiko huo mkubwa wa nguvu umepelekea Kalorama kupewa jina la ofisi ya Ovali ya makazi. Na ile jumba kubwa linalowahi wa milionea, unaweza kujiuliza jinsi Barack Obama na Michelle walivyokusanya mali yao. Jibu liko katika mihadhara yao ya kimataifa, uandishi wa kumbukumbu na mkataba wa mamilioni na Netflix. Maisha ya
ya Obama baada ya ikulu yamekuwa makini na yenye faida sana. Kitabu cha kwanza cha Michelle, Becoming, kilichotolewa Novemba 2005, kikawa kitabu kinachuzwa zaidi cha mwaka huo. Kazi yake ya pili, The Light We Carry, Overcoming in Uncertain Times, iliyotolewa Novemba 2020, pia ilifanikiwa kufika kwenye orodha ya vitabu vinavyouzwa zaidi. Rais wa zamani Barack Obama alitoa kumbukumbu yake ya hivi karibuni, A Promised Land, Novemba 2020, akauza takriban nakala aponsilibitu ndani ya masaa 24. Mafanikio haya ya kifasihi, pamoja na pensheni kubwa inayotolewa kwa marais wa zamani, yameongeza sana mali ya wanandoa huo. Kulingana na International Business Times, mali yao inakadiriwa kuwa angalau dola za Kimarekani milioni 72, huku New York Post ikionyesha thamani kubwa zaidi, dola za Kimarekani milioni 133. Kiwango hiki cha utajiri kimewaweka Obama sawa na wasanii wengine na wamilionea ambao wanamwona Martha's Vineyard kama kimbilio lenye historia na hadithi sawa. Hapo awali lilikuwa mahali rahisi ambapo nahodha na wafanyabiashara walitafuta makazi kutoka kwa dhoruba za Atlantiki. Kisiwa hicho kimebadilika kuwa mahali papeki na utulivu, mbali na utangazaji wa umma. Kitambaa cha kijamii cha Martha's Vineyard ni cha kuvutia na cha kipekee kama vile wageni wanavyovutiwa nacho. Kalenda ya kisiwa hiki imejaa matukio ya hali ya juu, sherehe za kipekee na mikutano ya kitamaduni ambayo huvutia matamanio ya wageni wake matajiri. Wakati wa kiangazi, michezo ya golf, maonyesho ya sanaa na uchunguzi wa divai hufanyika na kuwa mandhari kamili kwa jamii ya kifahari kujihusisha, huku sauti ya kupigana kwa vikombe ikitengeneza wimbo wa ustadi wa kienyeji. Kwa mfano, klabu ya golf ya Farm Neck imekuwa uwanja wa michezo kwa watu kama Barack Obama, ambaye alifurahia muda wa burudani kati ya mandhari ya utulivu ya shamba la mizabibu. Pia, mashindano ya meli ni shughuli inayodhihirisha aina ya maisha ya kisiwa hiki. Klabu ya meli ya Edgartown, pamoja na mashindano yake ya meli na matukio ya baharini, huvutia wapenzi wa bahari kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Mahali hapa, bahari inabadilika kuwa uwanja wa michezo kwa matajiri, huku meli zao kubwa zikitembea juu ya mawimbi, zikionyesha mila na utajiri. Wakati wa jioni, eneo la vyakula vya kisiwa hiki linawasha moto. Jamii ya kifahari hufurahia vyakula vya baharini vikali na uzoefu wa vyakula vya hali ya juu katika mikahawa ambayo inaashiria ubora. Viwanda vya kisiwa hiki havipiti vyakula tu, ni maeneo ya kufanya mitandao na mazungumzo ya biashara, ambapo kushikana mikono kunaweza kufunga mkataba haraka, kama vile kufanya kilele cha kufurahia. Uhusiano wa kisiwa hiki na watu maarufu wa kisiasa ni wa zamani, kama vile desturi ya likizo za kiangazi. Hapa ndipo Kennedys walivyosafiri kwa mashindano ya meli kwenye Nantucket Sound, ambapo Ulysses Grant alipata makimbilio kutoka kwa mizozo ya ujenzi wa upya, na ambapo Franklin Roosevelt alitafuta faraja wakati wa nyakati ngumu za uchumi. Wa Obama, kwa uwezo wao wa kimataifa, walileta kisiwa hiki kwenye mwanga mpya, wakiinua hadhi yake kama mahali pa kimbilio ambapo wenye ushawishi mkubwa zaidi duniani wanachanganyika na maisha ya kawaida ya kienyeji. Bill na Hillary Clinton pia wameacha alama yao kwenye fuo za kihistoria za mahali hapa. Clintons na mwenendo wa kisiasa ambao kwa miongo imevutia nchi, wamejikita kwa undani katika historia ya Martha's Vineyard tangu miaka ya 90 yenye shughuli nyingi. Majira yao ya kiangazi yamejulikana kwa kukutana na marafiki wa zamani na uhusiano mpya katika makazi wanayofurahia na maoni ya kuvutia ya utulivu wa kisiwa. Matembezi ya ukando ya pwani, ziara kwa maduka ya kienyeji na kufurahia uzuri wa kisiwa ni ushahidi wa athari yao ya kudumu na hadhi ya alama wanayoibeba. Uwepo wa familia hizi mbili za urais umeunda utamaduni wa umaarufu wa kisiwa na kuibadilisha kuwa nafasi ambapo nguvu na hadhi ni kawaida kama mawimbi yanayogonga mwambao wake. Obama na Clinton sio wakazi wa kawaida, ni sehemu ya urithi unaoendelea wa uongozi wa Amerika ambao umechagua Martha's Vineyard kuwa kimbilio chao cha kupumzika. Uvutio wa mahali hapa ulioimarishwa na hawa watu mashuhuri umekuwa sumaku kwa
wa watu wengine maarufu wanaotafuta machanganyiko kamili wa faragha na umakini. Obama na Clinton wameweka kiwango cha anasa ya kificho ambayo leo hufafanua kini cha utamaduni wa umaarufu wa kisiwa. Nyumba zao, tabia zao na uwepo wao wenyewe umechanganyika na utambulisho wa Martha's Vineyard, wakitoa hadithi ya nguvu katika kupumzika na uongozi katika mapumziko. Spike Lee, mwanzilishi wa sinema ya Amerika na sauti yenye nguvu katika kuwakilisha uzoefu wa Wamarekani wa Kiafrika, pia amepata nafasi yake katika mazingira ya utulivu ya shamba la zabibu. Nyumba yake hapo sio tu makazi, bali ni ishara ya uwezo wa kisiwa hicho kuwahimiza akili kubwa. Uchaguzi wa Lee kwa Martha's Vineyard unaonyesha jukumu la mahali hapa kama kimbilio cha kitamaduni, nafasi ambapo wasanii wanaweza kutafakari na kunda mbali na msisimko wa tasnia. Filamu zake kama vile Kisiwa Hicho zinahangaisha na kuvutia, na uamuzi wake wa kuishi hapo unaonyesha mengi kuhusu shamba la zabibu kama ardhi yenye rutuba kwa hadithi zinazokabili na kubadilisha. Mazingira ya kisiwa yana uwezo wa kugusa roho, kutoa kimbilio ambacho huwahimiza ubunifu. Lee, ambaye mara nyingi huonekana akiunganishwa na jamii ya kienyeji, anawakilisha uhusiano wa ushirikiano kati ya kisiwa na wasanii wanaotafuta mwito kutoka humo. Uvutio wa kisanii wa Martha's Vineyard unazidi sinema na kufikia ukumbi wa michezo na uandishi, kama inavyothibitishwa na uwepo wa James Lapine na Sarah Connor, ambao michango yao kwa sanaa ni tajiri na tofauti. Lapine, mkurugenzi na mwandishi wa tamthilia aliyetunukiwa tuzo ya Tony, na Connor, mwandishi wa hadithi aliye na historia ya kuvutia vilevile, wameibadilisha Martha's Vineyard kuwa makazi yao ya ubunifu. Makao yao karibu na klabu ya golf ya Edgar Town sio tu nyumbani, bali ni pahala patakatifu ambapo mawazo huchipuka na kukuzwa kwa uangalifu. Ushawishi wa wanandoa huu katika utamaduni wa kisiwa ni dhahiri, kwa kazi zao zikichukua kina na utata wa uzoefu wa kibinadamu, pamoja na kiini cha Martha's Vineyard yenyewe. Mavinyo, kwa pembe zake za utulivu na mandhari ya kuvutia, hutoa mazingira yanayofaa kwa nishati ya kisanii ya wanandoa huo kuibuka kwa uhuru. Uwepo wa wakubwa hawa wa sanaa umeimarisha utando wa kitamaduni wa kisiwa na kuunda urithi unaoenea katika makumbusho, ukumbi wa michezo na tamasha za filamu. Katika Martha's Vineyard, sanaa sio tu inathaminiwa, bali pia hutengenezwa na kuwa sehemu ya kimsingi ya maisha ya kawaida. Kisiwa kimekuwa kisawe cha hadhi ya kisanii, mahali pa kukutania kwa wasanii walio bora, ambapo mawazo hushirikiwa na upweke unaohitajika kwa kazi ya ubunifu unastahiliwa. David Letterman, kwa ucheshi wake wa kipekee na ukweli wake wa kawaida, amepata Martha's Vineyard kuwa makimbilio kutoka kwa mwanga usioisha wa taa za kumbi. Uchaguzi wake wa kujenga makazi katika kisiwa hiki unasisitiza uvutio ambao hufanya wale wanaotafuta pumziko kutoka kwa mwendo wa haraka wa ulimwengu wa burudani. Safari zake mjini au shukrani yake ya kimya kwa uzuri wa asili wa kisiwa hiki yanasisitiza jukumu la Martha's Vineyard kama mahali patakatifu kwa watu mashuhuri. Mwingiliano wake na jamii, ingawa ni wa kiasi, huchangia utando wa kijamii wa eneo hilo kwa vipimo vya ucheshi na ubinadamu. Ni mahali ambapo hata watu wenye sifa za kuvutia zaidi hupata usawa wa kipekee. Uwepo wa Tyler katika maeneo ya muziki ya kienyeji au maigizo yake ya ghafla sio tu burudani, bali ni sehemu muhimu ya mwendo wa kisiwa, mwendo unaopiga moyo kwa jamii. Diane Sawyer, mtu muhimu katika uandishi wa habari, pia amepata mahali pake katika kisiwa hiki. Kazi yake ya hadithi katika utangazaji inaonekana katika utulivu na heshima anavyosonga kwenye mvinyo. Uchaguzi wa Sawyer wa kukaa hapa, hata katika miezi ya utulivu zaidi ya majira ya baridi, unaonyesha mvutano ambao kisiwa hutoa kwa mwaka mzima. Ushiriki wake katika hafla za jamii na shukrani yake kwa uzuri wa kivinaria unaimarisha roho ya ushirikiano inayotambulisha maisha ya kijamii ya kisiwa. Maisha ya hawa watu yanayungana na mwendo wa kila siku wa kisiwa husaidia kunda utando wa kipekee wa kijamii wa Martha's Vineyard. Makao yao yanakuwa alama, kuwaona kuna kuwa mada ya mazungumzo kati ya wakazi na michango yo kwa jamii, iwe kwa njia ya vitendo vya hisani
Tanzania kwa kuwa majirani mazuri, inaiboresha historia ya kisiwa. Hiyo ndiyo yote tunayo kwa ajili yako katika video hii. Ikiwa umefurahia kile ulichuna na unataka kuendelea kuchunguza yaliyomo ya kuvutia kama hii, jisikie huru kubofya kwenye kadi yoyote inayoonekana kwenye skrini yako.